baada ya jeshi la polisi Aprili 7, 2026 kutoa taarifa ya kuwashikilia mfanyabiashara Eliniaki mwenye umri wa miaka 22 na dereva Makoe James kwa tuhuma za kudai sehemu zao za siri zimetoweka kimiujiza. Hatimaye mahakama ya wilaya ya Kahama imewahukumu wawili hao kwenda jela. Taarifa hiyo imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Shinyanga Janet Magomi na kueleza kuwa Kisaka Eliniaki amehukumiwa jela miezi 6 huku Makoe James akihukumiwa jela miezi 5. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga Aprili 7, 2026 lilitoa taarifa kuhusu kukamatwa kwa watuhumiwa wawili ambao ni Kisaka Eliniaki mwenye umri wa miaka 22, mfanyabiashara, pamoja na Makoe James mwenye miaka 20, dereva, wote wakazi wa manispaa ya Kahama kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo. Watuhumiwa hao walidai kuwa sehemu zao za siri zimepotea kimiujiza baada ya kuguswa bega, ambapo lisababisha taharuki kubwa katika jamii. Baada ya kufikishwa katika mahakama ya wilaya ya Kahama, watuhumiwa hao walipatikana na hatia ya kutoa taarifa za uongo zilizosababisha taharuki katika jamii. Katika hukumu hiyo, Kisaka Eliniaki alihukumiwa kifungo cha miezi 6 jela huku Makoe James akihukumiwa kifungo cha miezi 5 jela. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga linawakumbusha wananchi kuwa kutoa taarifa za uongo ni kosa la jinai na linaweza kusababisha taharuki katika jamii. Aidha, linaendelea kusisitiza umuhimu wa kutoa taarifa sahihi na kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama ili kudumisha amani na utulivu ndani ya Shinyanga na hapa nchini. Sasa hali ya mkoa wetu wa Shinyanga ni shwari ndani ya halmashauri zote kuanzia Kishapu, Shinyanga manispaa, Shinyanga vijijini, Kahama, Ushetu mpaka kule Msalala. Hakuna uvunjifu wowote wa amani ambao umetokea kwa sababu jeshi la polisi tumejipanga vizuri kupitia kitengo chetu cha polisi jamii. Tunaye polisi jamii wa mkoa, lakini tunao polisi kata. Na sasa hivi mnaotuona tunatoka kwenye vyombo vya habari, si kwenye vyombo vya habari tu, lakini pia tunakwenda kuanzia kwenye ngazi za vitongoji, vijiji, kata, mitaa, kwenda kuzungumza na wananchi hizi ili kuendelea kuwapa elimu kwamba jambo hili halipo na kwamba wasiendelee kuleta taharuki kwa kutoa taarifa za uongo. Kahama tupo vizuri kwa maana tumejipanga vizuri kimkakati wa kiusalama kwa maana ya doria za magari, lakini pia kupitia polisi jamii. Hili nalisisitiza sana kwa sababu tupo karibu sana na jamii, na pia tunashirikiana na wenzetu wa majeshi mengine, mfano na tunashirikiana na wenzetu wa uhamiaji kukabiliana na wahamiaji haramu au wanaotoka Burundi. Kwa hiyo taasisi hizi idara ya uhamiaji tunasaidiana nayo sana kuhakikisha tunafanya sote ile doria yote ya nguvu, lakini pia na jeshi la akiba hatulisahau kwa sababu nao wapo wengi kwa vile sisi tuko wachache. Haya yote yanasaidia katika kudhibiti swala zima la usalama ndani ya Kahama. Ndio maana pia unaona hapa kushwari na udhibiti uko hali ya juu sana.